katika maisha yetu asubuhi ya leo. Tuna kila sababu ya kukuabudu, tuna kila sababu ya kukuinua, tuna kila sababu ya kukutukuza. Wewe ni mwema, umetenda mambo makuu, umetenda mambo ya ajabu. Asante kwa Jumapili hii ambayo umetupatia ya kuwa katika uwepo wako. Tunalibariki jina lako, tunaliinua jina lako takatifu. Wewe ni Mungu na kando yako hakuna Mungu aliye kama wewe. Asante kwa uwepo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa rehema zako, asante kwa kuwa wewe ni Mungu. We worship you, Lord. We worship you. We glorify your name. Thank you for this day. Thank you for your presence. Thank you for your power. Thank you for your mercy. In the name of Jesus, I pray and believe, and everybody say amen. Amen. Pay some coffee. Pay some coffee. Pay some coffee. Hallelujah. 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 Wherever you're watching me, popote mlipo, tunakusalimia katika jina la Yesu. Tunashukuru Mungu kwa nafasi ametupatia siku ya leo kuja kwako through the social media, that you may hear the word of God. And the Lord is about to encourage you. God has a purpose for every pain, every hardship in life. He has a purpose. Kwa hivyo Mungu akubariki. As you're joining me, unaweza kukaa nyote kanisani. God bless you. Nafasi nzuri ambayo Mungu ameifanya tena kwa ajili ya kusikia neno la Mungu. Amen. Hallelujah. Jina langu Mchungaji Samora Kitengi. Hapa ni Abundant Life Center, Taveta, Kenya. Nashukuru Mungu kwa nafasi kama hii kuja kuleta neno la Mungu kwako. Leo tunaongea about finding purpose in your pain. Finding purpose, God's purpose in your pain. Kuweza kupata kusudi la Mungu katika maumivu yako. Kupata kusudi la Mungu katika mateso unayopitia. Nataka niseme hivi, every pain has got a purpose. Kila maumivu ya maisha ambayo unapitia leo kuna kusudi. Kuna kusudi. Na ndiposa tunaomba kwamba I believe huu ujumbe hatutamalizia leo. Leo tutafanya part 1. Next Sunday tutafanya part 2. So finding purpose, God's purpose in your pain. Hallelujah. Zaburi, ama tuanze kwanza na Wakorintho wa pili, mstari wa 12 mstari wa 7. Wakorintho wa pili mlango wa 12 mstari wa 7. Nisomee kama umefika hapo, Maina tafadhali. Wakorintho wa pili mlango wa 12 mstari ni ule wa 7. Nasoma. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa hivyo Paulo ananena kuhusu mwiba ambao alikuwa nao katika mwili. Na mnajua kwamba mwiba unapokudunga ni nini kinachofanyika? Yes. Nasema hivi, ukidungwa na mwiba ni nini unachosikia? Kwa hivyo anasema ya kwamba kuna mwiba ambao umeachiliwa katika maisha yake, ambao unamfanya kuweza kuumia ama kupata maumivu ama kupata mateso, kwa sababu maumivu si kitu ambacho tunakipendelea. Kama kuna kitu watu hawapendi, ni kitu kinachoitwa maumivu ama mateso. Sasa Paulo anatambua kwamba kuna mambo ambayo yameruhusiwa kwake
na kuna sababu kwa nini Mungu ameruhusu haya maumivu ambayo yanakaa kama mwiba. Nobody likes pain. Hakuna mtu anapenda maumivu. Sote tungependa kwamba tukae free from pain. Tungetaka tukae pasipo maumivu, pasipo mateso, pasipo kuumia. Lakini in this life, pain is part of this life. Ukweli ndio huu. Maisha tunayoishi, maumivu ni sehemu ya maisha tunayoishi. So we cannot avoid pain. Amen. Hatuwezi kuhepa tuseme hatutaki maumivu, yatakuwepo. Lakini ninachotaka kusema ni hichi. Kwa sababu tumejua kwamba maumivu ni lazima yawepo. Ni Mungu akusaidie uanze kuona kusudi la Mungu katika kile kinachokuumiza. Uanze kuona kusudi la Mungu katika kile kinachokutesa. Uanze kuona kusudi la Mungu kwa kile ambacho unachokipitia na ambacho kinakupatia kilio. The most important thing is for you to find the purpose of God in your pain. Maana hapo mara nyingi wakati utakapokosa lile kusudi la Mungu kwa kile unachopitia, basi ni rahisi kukata tamaa. Ni rahisi kukatika tamaa na kuchoka. Lakini unapoona kusudi la Mungu kwa kile unachopitia, utajitia moyo na kujua ya kwamba Mungu yuko na wewe na atakusaidia, na hiyo hali ni majira tu, lakini utapita na majira mengine yatakuja. So you need to understand that pain si kitu ambacho watu wanapenda. Lakini nataka kusema hivi, maumivu nayo si ugonjwa, ni dalili. Sema maumivu si ugonjwa, ni dalili. Sema maumivu si ugonjwa, ni dalili. Kwa hivyo wakati wowote unapoona kwamba kuna maumivu, kuna hali inayokupatia kuteseka, ama kuna hali inayokupatia kuumia, ni kwamba uelewe hivi ya kwamba ni dalili kwamba kuna jambo ambalo linapaswa kufuatiliziwa ama kushughulikiwa. Maana mara nyingi huwa tunang'ang'ana kudeal na maumivu na kudeal na maumivu, wakati tatizo si maumivu, lakini kuna kitu kinacholeta maumivu. Kuna kitu kinacholeta mateso yako. Kwa hivyo usipambane na kujitibu maumivu peke yake, lakini mwambie Mungu akusaidie uweze kuelewa the cause of your pain, the cause of your suffering. Umenielewa? Maana kwa mfano unaumwa na kichwa, unameza Panadol mara moja kila siku. Unaweza kuendelea kumeza Panadol kwa mwezi mzima, kichwa kinatulia, kesho kinarudi tena unameza, kinatulia tena inarudi. Lakini unapoenda hospitali, ndiposa tunasema madaktari hatutibu dalili. Unapokuja kwa mfano unaharisha, nataka kusema hivi, kule kuharisha ni dalili ya kwamba kuna kitu hakiko sawa. Kuna ujumbe unaopokea kuhusu hiyo dalili unaopokea. Hasa ukija hatutibu kuharisha. Maana unaweza kuwa na malaria na uharishi. Sio kama mnajua hiyo. Unaweza kuwa na malaria na fanya nini? Uharishi. Sasa usiniulize inakuwaje. Maana ni dalili. Ni dalili, sema dalili. Sema dalili. Sasa unapokuja hospitali, anachoshughulikia ni kutaka kujua ni nini kinachokupatia maumivu. Ni nini kinachokupatia yale mateso. Akishaelewa ni nini ambacho kinakuletea yale maumivu, basi anaanza kukutibu. Anatibu ugonjwa, lakini hatibu dalili. Unapotibu ugonjwa, dalili itaondoka. Kumaanisha hivi, kama ni bakteria, ukipewa antibiotic, hata pasipo kupewa dawa ya maumivu, baada ya muda infection ikiisha, maumivu yatakuwa yameisha. Hasa mara nyingi tunapambana na dalili.
Nataka nikwambie, maumivu ni dalili. Unaposikia kusumbuka na yale yanayokuumiza ndani yako, yale mateso unayopitia katika maisha, ni dalili, si ugonjwa. It's a signal. Ni ujumbe ambao inakupatia ya kwamba kuna kitu ambacho kinahitaji kushughulikiwa, ama kuna kitu ambacho si cha sawa. Na utakuta wengi wanaoenda hospitali wanaenda kwa sababu ya maumivu. Maana nimekwambia hakuna mtu anapenda kuumia. Tungetaka tu sote tuwe na amani. Ukiona mtu amekuja hospitali, elewa na maumivu. Kuna watu nimeshawahi kukutana nao, amemea nidude hapa, lakini kwa sababu halimuumi, amekaa nalo miaka miwili, kakichwa kingine kadogo na haimsumbui. Lakini siku itaanza kuuma, utamwona amekuja hospitali. Hao ndio wanadamu walivyo. Kwa hiyo wengi wanaokuja hospitali, asilimia kubwa wanakuja kwa sababu ya maumivu. Maana wanadamu hawapendi maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimekuambia ni ishara, si kitu halisi. Sasa tusome kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 18. Zaburi 34 mstari wa 18. Zaburi 34 mstari wa 18. Na tutaona kuna kitu hapo ambacho Biblia inasema kwa ajili ya wale ambao wamevunjika moyo. Pengine ili usisumbuke, unaweza kukaa pale, hata ukimove kiti chako ukae pale karibu. Bwana yu karibu nao. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho huwaokoa. Na wale waliopondeka roho huwaokoa. Mungu yuko karibu na waliovunjika moyo. Kumaanisha hivi, Mungu yuko karibu na wale ambao wanaumia katika mioyo yao. Mungu yuko karibu na wale ambao wanapitia mambo ya kuwaumiza katika maisha yao. Biblia inasema kwamba Mungu yuko karibu nao. Na Mungu pia yuko karibu na wale ambao wamevunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba wakati unapoona unapitia maumivu, mara nyingi huwa tunaona kwamba Mungu yuko mbali na sisi. Lakini kulingana na hilo andiko, Biblia inasema Mungu yuko karibu na wale waliovunjika moyo. Kumaanisha wakati you are passing through the painful moment of your life, huo ndio wakati Mungu yuko karibu na wewe zaidi ya wakati mwingine. Yale maumivu ambayo unapitia kimaisha, nataka kusema hivi ya kwamba Mungu yuko karibu na wewe zaidi wakati you are suffering, wakati unapoumia. Kama na kwamba utaona ni kama amekuacha, lakini Mungu yuko karibu na wewe, kwa sababu every pain has a purpose. Kila maumivu na mateso unayopitia leo, nataka kusema hivi ya kwamba yako na kusudi. Na pengine tunapoongea kuhusu kuumia kimaisha, kimoyo, unaweza usielewe. Aidha unajipanga kuingia katika kuumizwa moyo wako ama kupitia kipindi cha maumivu, ama pengine uko tayari ndani ya hicho kipindi, ama pengine tayari unajiandaa kuondoka katika kipindi hicho ambacho ni cha kuumia moyo wako na kupitia mateso na maumivu. Lakini katika yote ni kwamba Mungu yuko na kusudi katika yale maumivu ambayo unayopitia. In fact, Mungu ameruhusu maumivu katika ulimwengu huu. Ni mbinguni peke yake ambapo hakutakuwa na maumivu. Mnajua hiyo? Halo? Ni wapi hakuna maumivu? Ukisoma kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 4. Ufunuo 21 mstari wa 4 inaongea kuhusu ya kwamba huko mbinguni kutakuwa hakuna kilio, kutakuwa hakuna maumivu, kutakuwa hakuna majuto. So mahali ambapo hakuna maumivu ni mbinguni. Lakini dunia tunayoishi, dunia ambayo haijakamilika, dunia ambayo iko na kasoro,
Ni dunia ambayo imejawa na maumivu, imejawa na mateso, imejawa na vitu ambavyo ni vya kuvunja moyo. So hatuwezi kujiondoa katika maumivu wakati bado tuko katika ulimwengu huu, lakini Mungu ametuhakikishia kwamba tutafutwa machozi tunapofika mbinguni. The reason why you are crying today is because you are still on earth. You are allowed to cry in this earth. Unaruhusiwa kulia katika ulimwengu huu. Wangapi wanapenda kulia hapa? Hapenda. Wangapi wanapenda kulia? Hakuna. Okay. Wangapi wanaweza kupata machozi ya furaha? Mikono ndio inatoka. Okay, sisi zinamlia kama mnaliana ndani kwa ndani. Okay. Sikiza. Mbinguni ndio hakuna kilio. Mbinguni hakuna majuto. Lakini katika ulimwengu ambao tunapitia, kuna vitu ambavyo vitatufanya tuumie na kuvunjika moyo na kuona kama ambaye tunateseka. Lakini nataka nikuambie, katikati ya mateso ulionayo, katikati ya maumivu ulionayo, kuna kusudi la Mungu katika kile unachopitia. Usisahau hiyo. Inawezekana huelewi ni kwa nini yanafanyika haya. Unapojifananisha na wengine hujui ni kwa nini yanakutokea. Lakini nataka uelewe, ikiwa kimeruhusiwa kwako, basi kiko na sababu. Maumivu pengine huyapendi, lakini Mungu ameyaruhusu kwa sababu. Sasa ni wewe umwambie Mungu akusaidie ili uanze kuona lile kusudi la Mungu katika yale maumivu unayopitia. Now, the progression from pain to purpose begins with God-centered thinking. Sasa kule kuondokea katika yale maumivu, maana umekuwa mtazamo wako sana ni maumivu yangu, mateso yangu. Ili wewe uondokee yale maumivu na kuyaangalia maumivu sana, inakubidi uanze kufikiria kama jinsi ambavyo Mungu anafikiria. Inakubidi uanze kuona kusudi la Mungu katika maumivu yako, ndiposa uondoe macho yako kwa maumivu. Sijui kama unanielewa. Inakubidi uanze kuwaza kama jinsi Mungu anawaza kwa sababu ya kile unapitia, ndiposa uondokee kuangalia maumivu na kujionea huruma kwa kile unachopitia. So you need to remove your focus from your pain and give your focus to God. So your focus should be God-centered. Mtazamo wako uwe ni mtazamo wa kimungu. Anza kumwangalia Mungu kwa kile unachopitia. Bwana Yesu asifiwe. Anza kumuona Mungu. Na ukianza kuona kusudi la Mungu kwa kile unachopitia, utaanza kumuona Mungu akiwa mkuu. Utaanza kumuona Mungu ya kwamba yeye ni mweza. Utaanza kumuona Mungu akiwa ni mwaminifu. So the more you focus on God, the more you will see his ability. Unapoendelea kumtazama Mungu zaidi ya maumivu yako, unapopata kusudi la maumivu na mateso unayopitia katika Mungu, unapata nguvu ya kujua Mungu ana uwezo wa kukusaidia kwa kile ambacho unapitia. Nataka kusema hivi, pain is the gift that nobody wants. Maumivu ni karama ambayo watu hawataki. Bwana Yesu asifiwe. Nikiuliza nani anataka zawadi hapa, mtainua mikono. Lakini ukiambia ni nani anataka apewe maumivu, kuna mtu atainua mkono? Halo? Kuna mtu atainua mkono? Kuna mtu atainua mkono? Hakuna. Kwa sababu gani? Halo? Kwa nini mtu atainua mkono apewe gift ya maumivu? Yanaumiza, si ni kweli? Sasa sikiza. Lakini unapojua kwamba maumivu utakayopitia yatakuwa ya faida yako, ama yatakusaidia kumove to another dimension of life,
you can afford to bear that pain. Sikiza, ukielewa ya kwamba kile utakachokipitia, whether ni mateso ama maumivu, ikiwa itakuwa kwa ajili ya faida yako na kukupeleka kiwango kingine kama ni mikali, ukijua ya kwamba it's for your benefit, no matter how painful that situation is, haijalishi hiyo hali itakuwa ya kuumiza vipi, utavumilia. Kweli ama uongo? Mfano ni huu. Wakati mama anapojifungua, kwa wale ambao wamejifungua, mnaelewa kujifungua si rahisi. Ni nini? Ni uchungu na ni maumivu. Wanaumia kweli. Lakini ni nini ambacho kinachowafanya wavumilie na hayo maumivu? Ni kwa sababu wanaelewa ya kwamba kitakachotokea baada ya maumivu haya, nitakuwa na katoto kangu kasichana, nitakuwa na katoto kangu kaume. Kwa hiyo wanasema haidhuru, nitavumilia hata kama nitapiga kelele, na haijalishi wakati huo. Maana ukipita, unajua maternity tofauti na mocha. Maternity ni mahali ambapo pana kelele. Naomba ngatifu yako. Maternity tofauti na mocha. Ukienda mocha, huwa kumefanya nini? Kimya. Hallelujah. Huwa kumefanya nini? Kumenyamaza. Lakini tofauti sana na ukienda na wapi? Maternity. Maternity ni kelele. Na utapita pale, we mama unakaa na heshima zako, lakini wakati wa kuzaa utapiga kelele, mama utadhani mtu ananyongwa. Lakini nifanya nini? Anajifungua. Lakini atavumilia yale maumivu, maana anajua ya kwamba haya maumivu si bure. Baada ya haya maumivu kuna kitu kitazaliwa. My pain is not in vain. And I want to declare to you, maumivu na mateso unayopitia mama ama ndugu si bure. Kuna kitu kinaenda kuzalika. Anza kuona kusudi la Bwana kwa kile unachopitia. Ukianza kuona kusudi, hautavunjika moyo, hautakata tamaa. Unajua maumivu ni majira tu, lakini ninaenda kiwango kingine. Mungu ananipeleka mahali pengine kupitia yale ninayoyapitia. So what makes that pain bearable? It is that purpose you've known. Lile kusudi ambalo umetambua katika maumivu yako ndio linakupa nguvu ya kubeba maumivu. Sasa wengi wetu, we cannot bear pain because our pain have got no purpose. Unajisikiza? Wengi wetu hatujaweza kuvumilia maumivu na mateso na ugumu na mapito katika maisha, ni kwa sababu hatujaona kusudi lake. And that's why we don't understand why we are suffering. Lakini ukijua ya kwamba unateseka, maana kuna kitu Mungu anachojenga ndani ya moyo wako, kuna kitu Mungu anafanya katika maisha yako, utatiwa moyo na kuvumilia. Maana unajua si bure haya ninayopitia. Watu wanaweza kunicheka, watu wanaweza wasinielewe, lakini kuna kitu Mungu anachofanya ndani yangu, na wakati utakapofika nitafurahia na kupiga shangwe, na ninatotoa ushuhuda ya kwamba Mungu ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Finding purpose in your pain. Don't waste your pain. Usipoteze maumivu yako, yani umie uteseke bure, alafu uamulie patupu. Mungu akusaidie ukaone makusudi katika yale unayopitia. If you can see what God is seeing, you will stand up and progress and continue without hindrance. Utaendelea pasipo kuzuiliwa. Sawa sawa. Kwa hivyo nasema haya maumivu tunayopitia mara nyingine inakuwa ni ngumu. Hasa kinachofanya ule mama avumilie. Kuna wengine hawapigangi kelele. Unajua kuna wengine hata wanapiga kelele na bado kule ana masaa 6 ya kusukuma. Anamaliza nguvu, ikifika wakati sasa mtoto spushi, mama hana nguvu, ndio anaenda na pasipio.
Lakini kuna wamama nimeona pale maternity, namwongelesha kwa kidogo, haongei lakini anavumilia, hapigi, haanui hata sauti yake, maana anajua ni lazima, nilipobeba hii hakuna njia nyingine. Anatoka na maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Kinachomfanya kuvumilia ni kwa sababu maumivu si bure. Sikiza, ukijua kile unachokipitia si bure, utavumilia na utasimama, utakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Na mama analia. Kuna mwingine anasikia akasema, "Yes, zai tena. Wanaume wanapoteza." Kaambia mama, funga mdomo. Unatudanganya. Hawajinga. Kaambia wewe. Hakuna mtu mjinga. Reverse your statement. Maana utatutembelea karibuni. Baada ya miaka 2 nitakuona tena, leo ni tena ule ujinga. Na anajua kabisa ataumia tena, lakini kinachomfanya asijali hata kama imerudi tena ni kwa sababu anajua maumivu yake si ya bure. Na kuombea leo, chochote utakachopitia maishani mwako, chochote utapitia katika ndoa yako, chochote utakachopitia kwa huduma yako, hata kama ni cha kuvunja moyo, hata kama ni cha maumivu, haitakuwa bure. Maumivu yako yatakuwa yana kusudi, maumivu yako yatakuwa maana. And God will turn your pain to become your gain. Mungu atabadilisha maumivu yake yakawe faida, hayatakuwa hasara. From pain to gain. Yani unakuwa pain unaweka kiti, inakuwa pain to gain. Sema from pain to gain. Oh, hallelujah. Mama, hautateseka bure na kupitia machungu ambayo umepitia. Watu wa mtaa hawatakuelewa, si kwa bure. Tafuta kujua kusudi la Bwana katika kile unachopitia. Sikiza, kwa wale ambao wanataka kupoteza kilo ama wale wanapoteza kilo, wanaenda gym. Umejiona vile wanapojifanyisha ile mazoezi kaki, hivi wanaitwa vichuma vizito ambao wengine mkipewa mnasimia hapo. Atarukaruka. It's so painful. Usione kwamba ati wanasikia raha sana kujistretch misuli. It's painful. But wakiangalia kitakachotokea baada ya kuinua vyuma, baada ya kurukaruka kamba, baada ya press ups, anaona ni faida, kwa hivyo anavumilia. Mungu akusaidie usipitie maumivu bure, usipitie mateso bure, upate kusudi la Mungu katika kile unachopitia, ndiposa ukasimame na usikate tamaa. Amen. When you focus on pain, the pain will become unbearable. Wakati unatazama maumivu sana, asubuhi ni maumivu tu unafikiria, mchana ni yale tu unapitia unafikiria, basi yale maumivu yatazidi kuongezeka. The more you concentrate on pain, the more it increases. Na hii tunajua hospitali, ukimaindi sana pale mahali panakuumiza, utasikia sana hayo maumivu. Na hata sasa utasikia kama huu moyo, si kama mshasikia mahali umeumia, unasikia maumivu pako, unasikia wapi? Hapo kwa maumivu. Lakini unapojipa shughuli na kufanya mambo mengine, unakuta kama ile maumivu yanafanya nini? Mama, ndio maana pale maternity mama anakuambia, mama wacha kelele, preserve your energy. Tunaambia nini mama? Pumua na mdomo. Tunajaribu kuondoa focus ya sinio, because una concentrate na kupumua, pia unaondoa ile focus kwa ile maumivu. Ndio unapopumua na mdomo. Sababu hizi kile ukipumua hii silent, lakini sasa lazima ufuatilie, sio? So we are trying to remove
put that focus so much on that pain. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usitazame maumivu yako sana. Tazama kusudi ambalo ni zaidi ya maumivu. What you are passing through today, the suffering, it is beyond what you are seeing. Kile unachopitia leo kwa maisha ambacho kinakuumiza na kukuletea maumivu ni zaidi ya kile unachoona kwa macho yako. Laiti ungejua ya kwamba kuna kitu Mungu anafanya kupitia kile unachopitia. Sikiza. Maumivu Mungu anaweza kuyatumia kutufanya tuwe na nguvu zaidi. God can use our pain to make us stronger. Mungu ana uwezo wa kutumia mateso tunayopitia ili ya kwamba tukawe tuna nguvu zaidi. In fact, there is strength in our lives through pain. Kuna nguvu zingine ambazo tuko nazo ndani ya maisha yetu, ambazo hizo haziwezi kujulikana ama kufunuliwa pasipo kupitia maumivu. Utaelewa nguvu yako iko wapi mama, unapopitia katika maumivu hayo, unapopitia katika hayo mateso. Utaelewa nguvu yako iko wapi, msimamo wako kwa Mungu uko wapi. Maumivu huwezi kuyakwepa. Change your perspective to see God's purpose in your pain. Badilisha mtazamo wako katika maumivu yako, ndiposa uone kusudi la Mungu katika maumivu yako. Haujaelewa? Badilisha mtazamo wako katika maumivu yako, ndiposa ukaanze kuona kusudi la Mungu katika maumivu yako. When you change your perspective, utaanza kuona lile kusudi la Mungu katika maumivu yako ambao unapitia. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza, nataka kusema hivi pia. Kuna mateso na maumivu katika maisha tunayoyapitia, hatuyapitii kwa ajili ya sisi wenyewe. Kuna mambo Mungu ataruhusu katika maisha yako yapitie kwa ajili ya wengine. There's some pain that God will allow in your life because of others. You can suffer because of others. Unashindwa umekosea nini Mungu? Unashindwa umemwacha wapi Mungu? Si kwamba umemwacha, si kwamba Mungu hakupendi. It is because what you are passing through, it is because of nations, it is because of your community, it is because of your family. Kuna mambo na mapito Mungu anaturuhusu tuyapitie kwa ajili ya wengine. Amen. Si yote kwa ajili yako. Mfano, Yesu alipitia mateso, Yesu alidharauliwa, Yesu alipigwa, Yesu alisulubiwa. Yeye alikuwa hana makosa na hakuwa anakufa kwa ajili yake. Aliteseka na kufa kwa ajili ya sisi, ndiposa leo tumeokoka. So Jesus suffered not of himself but because of us. Mimi kuna mambo Mungu anaweza kuruhusu, kuna mateso na mapito anaweza kuruhusu kwa ajili ya wengine. Sasa ukishaelewa hivyo kwamba kumbe hichi napitia ni kwa ajili ya wengine, hutavunjika moyo. Utasema Bwana, unataka kunisaidia ili mtu asaidike, najipa moyo kuendelea. Mungu anataka kufariji. Ndiposa Paulo anasema hii faraja ambayo tunapokea kwa Mungu tukawafariji na wengine. Sikiza, Mungu ni Mungu wa faraja, lakini kuna wakati Mungu hataki kwenda kufariji mtu, anataka mtu aende kufariji mwingine. Mungu atakutumia faraja aliyokupitishia, yale aliyokupitishia, atakupa hiyo faraja ili ukaipeleke kwa mwingine. Uwe faraja kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na ukikutana na yeye akipata hiyo faraja, anaona Mungu amemjilia. Ai, Mungu amenisaidia, jamani, Mungu amekutuma.
Bwana Yesu asifiwe. So kuna hali ambazo unapitia leo mama, ni kwa sababu kuna kitu Mungu anaandaa ndani yako kwa ajili ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema hivi pia, some of our deepest life messages come from our deepest pain. Mojawapo ya jumbe ambazo zinakuwa na nguvu katika maisha yetu sisi wanadamu, hizo jumbe na imani ambazo tuko nazo mara nyingine zinatokana na maumivu makali tuliyopitia katika maisha. Maana maumivu yanatufundisha, yametufanya tukatae hadi fulani. Kuna mambo umepitia katika maisha ambayo umesema umeyapitia hayo, lakini usingependa watoto wako wayapitie yale uliyopitia. Si ni kweli? Kuna vitu umepitia mama, usingetaka watoto wako wapitie. Maana umepata ujumbe kwa ajili ya maisha yako kupitia maumivu na mateso unayopitia. Sasa umwambie Mungu, yale ambayo ninapitia ni ujumbe gani unaonipatia? There's a message inside your pain. Fungua hiyo bahasha. Umeletewa barua. Fungua hiyo barua ndani. Kuna ujumbe. Sema kuna ujumbe ndani ya bahasha. So there's a message in the pain that you have. Kuna ujumbe katika mateso ulionayo. Kuna ujumbe ndani. Unapokuwa na maumivu, aidha uko na vitu viwili vya kufanya. You can run from God or you can run to God. Unapopitia maumivu na mateso katika maisha, mambo mawili: aidha umkimbilie Mungu ama umtoroke Mungu. Aidha usonge karibu na Mungu ama ukae mbali na Mungu. Lakini kitakacho kusaidia kusimama kwa yale mapito unayopitia ni wewe kusonga karibu na Mungu. Usimtoroke Mungu. Usimtoroke Mungu kwa sababu ya mateso mama ama kijana. Usitoroke Mungu kwa sababu ya vitu ambavyo vinafanyika huelewi. Huo ndio wakati wa kusonga karibu na Mungu. In other words, your pain should bring you closer to God. Maumivu yako Mungu ayatumie yakusongeze karibu na yeye. Yale unayopitia mateso na mapito katika maisha, yawe ndiyo sababu ya wewe kumjua Mungu zaidi. Yawe ndiyo sababu ya kusonga karibu na Mungu. Otherwise, hayo si ya kukufanya ukae mbali na Mungu. Maana unamhitaji Mungu zaidi ya wakati mwingine. Ukisoma Psalms 147 verse 3, Zaburi 147 mstari wa 3, Biblia inasema ya kwamba he heals the broken hearted and binds their wounds. Yeye huwaponya walioumia na waganga vidonda walio na vidonda. Nataka nikwambie Mungu wetu ni mponyaji. Hata baada ya maumivu na vidonda ambavyo tumepitia katika maisha haya, yeye ana uwezo wa kutuponya. Yeye ana uwezo wa kutufunga vidonda vyetu tena. He is the master healer. Yeye ndiye mponyaji. Yeye ndiye Bwana wa uponyaji. He can heal us. Leo yale maumivu unayopitia, unaweza kumrudia Mungu. Unaweza kumwambia Mungu, ni mateso yamenilemea. Mungu nakuhitaji, niponye vidonda vyangu. Maana wengi tumepitia katika maumivu, tumeumizwa. Today in the church we have many hurting Christians. Tuna Wakristo wengi kanisani leo ambao wameumia. In other words, tuna Wakristo wengi ambao ni wagonjwa. Ugonjwa si mpaka uwe tunasikia joto na uchovu. Unaweza kuwa uko poa kabisa, unapiga msosi, ugali sufuria moja peke yako, but inside your spirit you are sick. Mgonjwa.
na huo ugonjwa haukusaidii. Some of us will respond wrongly because we are hurting inside. Kuna watu wengine hawawezi kuwa na mahusiano mazuri na watu because themselves they are sick. Mtu ameumia na mateso yake, hata wakati unapoongea naye kwa uzuri hakuelewi. Unafanya kitu kwa uzuri, anaanza kuwa suspicious because he doesn't trust anybody. Umeamua kununulia soda, anakunywa soda lakini na maswali ndani. Huyo ni mgonjwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umemnunulia airtime, anajiuliza kweli, yani ananionaje? Kwani amefikiria jani? Kwani sasa zingine mbona leo ni matano? Mbona sisi wengine ndio wamekuja credit? Amekuja tu credit. There's nothing. But because you are sick, you are hurting. Hurting people tend to hurt others. Just here. Hurting people tend to hurt others. Watu ambao wameumia wasipokuwa makini wanaweza kuumiza na wengine. Wengine wanaumiza wengine hapa because wao wenyewe wameumia. Please, kama umeumia, mwambie Mungu akusaidie, usiniambukize maumivu yako. Tumeelewana? Please, deal na maumivu yako. Wacha kuyasambaza na kutransfer maumivu yako kwa wengine. Hello? Wacha kutransfer maumivu na hasira zako kwa wengine. Kama unapitia mapito magumu, kwa nini hata kama unapitia mateso, mpaka hata majirani hamna amani nao? Ati kwa sababu unapitia leo unapitia. Sisalimia jirani zako. Una shida na wao? Ama unaona wao ndio wamekuloga? So hurting people tend to hurt others. Mungu akusaidie upate kupona moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiza. The purpose is not always visible. Mara nyingi kusudi halionekanagi na macho. It is the problem that is visible. Wewe unaona tu yale maumivu na yale mateso, but lile kusudi haliko obvious. Ni lazima uingie ndani kwa Mungu na uhoji moyo wako na upate kupata amani kwa yale unayopitia. Ujue ya kwamba Mungu ana uwezo wa kubadilisha, na Mungu ameiruhusu kwa ajili ya kukusongeza karibu na wewe, ama kukutengeneza ili akutumie uwe baraka kwa wengine. Utashangaa some of the things Mungu amekuruhusu upitie katika maisha, ndio hayo sana sana Mungu atakuja atakuletea watu katika hilo eneo uje uwasaidie. Yale mama ambao umeng'ang'ana nao miaka hiyo yote, unakuta watu wanaokuja kuomba msaada ama wanao open up their hearts ama mioyo yao ni katika lile neno ambalo umepigana nalo kwa miaka mingi. In other words, God was preparing you. Mungu alikuwa anakuandaa. Inaweza kuwa hata ndoa unapitia ni ngumu saizi, hakuna amani, lakini kumbe kuna kitu Mungu anajenga kuhusu masuala ya ndoa kwa ajili ya wengine. Mungu anaweza kuruhusu hiyo yako iwe shekisheki hivi kupitia ngumu ili mkaandike vitabu. Unajua kuna watu, some of the best sellers ambao wameandika vitabu vizuri kuhusu ndoa. Nimesoma some of the books. Kule nyuma hawakuanzia hivyo. Ilikuwa ni shida, hata wengine walifunga vitabu wakarudi kwao. Lakini baada ya kujua na yale waliopitia wakajifundisha, leo wamerudiana, wanapendana vizuri na wameandika vitabu ambavyo ni best sellers. Vimesaidia ndoa nyingi. Sasa inawezekana kile unachopitia pengine si kizuri, hakitii moyo, lakini ukielewa kusudi utatuliza moyo, utamwambia Bwana na kungojea, nitumie vile upendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Utamwambia Mungu afanye nini? Akutumie vile upendavyo. Sikiza, kitu kingine kuhusu pain. Pain by itself is not bad if it will cause a positive change. Wakati maumivu yanakuja kukusaidia kukuimprove, si mbaya. Na sisi kama mnajua, there can never be growth unless there is pain. Hakuwezi kuwa na kukua pasipo nini? Pasipo nini? Maumivu.
Usione ni rahisi wewe unapopanda mwindi, alafu umeona ulikuwa mdogo hivi, alafu urudi baada ya muda umekuwa mkubwa. Ni vile haiwezi kusema. Lakini ile process ya kutoka na kuvuta na kutokelezea pale, it's a painful process. There can never be growth unless there is pain. So pain is one element of growth. Nasema hivi, maumivu ni sehemu mojawapo ya kukua. Na tunapoelewa, maumivu ni sehemu mojawapo ya kufanya nini? Ya kukua. Sikiza, Mungu hataki tupuuzie maumivu tulionayo. Anataka tuelewe kusudi katika kile tunachokipitia. Maana Mungu atakitumia hiyo kama sababu ya sisi kubadilishwa maisha yetu. And you know what? We must interpret our pain through the lens of God's purpose. Tukatafsiri mateso yetu na maumivu yetu kupitia darubini ya Mungu. Tukatafsiri mapito yetu, mateso yetu na maumivu kutokana na darubini ya Mungu. Maana ukitafsiri yale unayopitia kikwenyu, kabila lenu, kule umetokezea, utamwacha Mungu. But from today nakupatia hii siri. Anza kutafsiri yale unayopitia kutokana na mtazamo wa kimungu. Interpret your pain through the lenses of God. Kumaanisha hivi, it is not what happens to our experiences that destroys or break us. It is the interpretation of the experiences we are going through in life. Nasema hivi, mara nyingi si kile sana tunachokipitia ndicho kinachotuvunja na kutuangamiza. Si kile tunachopitia sana. Mara nyingi kinachotuumiza na kutumaliza ni ile tafsiri ya kile unachopitia. Yanielewa? Nasema hivi, mara nyingi kile ambacho kinachotumaliza sisi, kana kwamba tutasema ni hichi kile ninachopitia ndicho kibaya, ndicho kinanivunja moyo. It is not so much about the things you are experiencing. Zaidi sana si yale mambo ambayo unayoyapitia, lakini inategemea tafsiri ulio nayo ya kile unachopitia. Check your interpretation. That interpretation will either make you rise or it will make you fall. Yale unayotafsiri kwa yale unayopitia, ukitafsiri vibaya utaporomoka. Lakini yale unayopitia ukitafsiri vizuri utanyanyuka. So it is about your interpretation. Leo nakuuliza swali. What is your interpretation of the things you are passing through right now? Yale mambo unayopitia sasa katika maisha. Yale mambo ambayo unapitia katika maisha sasa. Ni umeme. Yale mambo ambayo unapitia katika maisha sasa. Unayapitia ni kwa sababu ya kwamba yamekuwa mazito kwako, ama ni kwa sababu ya kwamba ni tafsiri yako iliyokuwa mbaya. Nataka kusema hivi, it is not about the things that are happening to you. It is not about what is happening around you. Sema around you. Si yale yanayofanyika yaliyokuzunguka. It is what happens in you. Ni yale yanayofanyika ndani
ni muhimu sana. Halo. Kama ni shida acha niende na hii. Nisetie. Muhimu ni kile ambacho tafsiri ulionayo. Tafsiri ulionayo kwa ajili ya kile unachokipitia. Tafsiri. Maana kile unapotafsiri inaweza kukuangusha. Inaweza kukuharibu kabisa kile unachopitia. Tafsiri. Wewe unatafsiri vipi kile unachopitia? Unaelewa vipi kile unachokipitia? Unaelewa vipi? Je, unaona unamalizika? Unaona unamalizika ama unaona ukinyanyuka? Maana hicho ndio kitu muhimu. So it's about what is happening in you, not what is happening around you. Si kwa ajili ya wale watu, basta ni wale watu, ni majirani, ni mjomba, ni shangazi. Ni sawa wanafanya vile wanafanya, lakini unaweza kuamua ya kwamba yale yaliyonizunguka hayataniamulia ndani yangu. Nitakuwa na amani ndani hata kama nje hakuna amani. Hata kama nje kuna vita, lakini ndani utakuwa na utulivu. It is about your interpretation. Ndiposa mtu anaweza kupata shida, mkapata shida moja, ugonjwa mmoja akaona kufa, mwingine akaona hapa ndio tutaona uponyaji wa Mungu. It's about your interpretation. Mwingine yuko Taveta anasema ni opportunity hapa Taveta atakaa vizuri, atafanya biashara vizuri. Mwingine anasema hapa Taveta kufanya, mimi nataka kwenda Nairobi. It's about your interpretation. Kuna mwingine amekaa Brandogo anafikiria kwenda wapi? California. Na kuna mwingine Brandogo anafikiria kukaa hapo na kuendelea kununua ploti zingine hapo Brandogo. It's about unatafsiri vipi yale yaliyokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. So it's about your interpretation. Haya, Mungu akusaidie udili na hii hali ya maumivu. Wrong ways. Nataka nikutajie njia moja wapo ambao ni mbovu za kudili na maumivu ama mateso. Number 1, ignoring it. Unajifanya kama hakuna. Sema kujifanya. Unaipozia ni kama mimi niko sawa. Hakuna shida. Ipo. So don't ignore your pain. Sema I will not ignore my pain. Sema I will not ignore my pain. I will not ignore my pain. Usipuuzie maumivu. Na kuna watu ambao wanapuuzia kwa njia ya kuikataa, hakubali hata wakati ana shida anajifanya. Kabisa. I can't be sincere kukwambia kwamba iko na shida. Hapana, ana deny. Ama pia anaichelewesha, anaipostpone. Anasema nitashughulikia nayo next month. Ama anaipuzia, anasema tu wacha tu niachane nawe, haina. Hebu nisomee kitabu cha Zaburi 39 mstari wa 2. Zaburi 39 mstari wa 2. Zaburi 39 mstari wa 2. Inasema nalikuwa sisemi. Ati nalikuwa sisemi. Alikuwa amejifanya amenyamazi. Ulikuwa usemi alafu nalinyama kimya. Sina faraja. Maumivu yangu yakazidi. Hebu rejelea. Nalikuwa sisemi. Alikuwa asemi. Nalinyama kimya. Kanyamaza kimya. Sina faraja. Hana faraja. Maumivu yangu yakazidi. Imagine. Kuignore, maumivu yaliongezeka. Kujifanya kuupuzia ni kama hakuna, haitakusaidia. Afadhali wa knowledge iko ujue ni nini ambacho unahitaji kufanya. Kwa hivyo don't try to escape from pain. Ndio nasema usipuuzie ama kudharau ama kuignore pain. Maana Daudi alijaribu, anasema maumivu yakafanya nini? Yakaongezeka. Wengine wenu mnahitaji kuyafungua mbele za Mungu. Wengine mnahitaji pia kuwafungulia watu ambao mnawaamini, ambao wanaweza kuwashauri
na wengine wakaomba hata na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu naye akuongoze ujue ni nani unayemwambia. Maana unaweza ambia mtu ikawa ndio BBC. Ndio ukasikia sokoni zikisema. Namba 2. Njia nyingine mbaya ya kujaribu kudili na maumivu ama mateso unayopitia, running from it, kuyakwepa. Na kuyakwepa, kuna watu ambao wanakwepa maumivu kwa kuwa obsessed so much na television. Kwa mfano, badala ya kudili na kile kinachokusumbua, unakuwa uko glued wakati wote wewe kwa TV. Kitu unahitaji ni kujua kusudi la maumivu unayopitia. Si TV, maana TV haitakusaidia. Kama ni hizo vipindi, kama ni vipindi fulani favorite vyako vimekukamata, vinakudanganya kwa muda, but reality ni kwamba you are suffering. Halo? Wengine utakuta kwamba wanapokuwa na maumivu na hali ambazo hawaelewi, wengine huwa wanaanza kutumia madawa. Kuna watu wanapitia mateso na mambo magumu katika maisha, alafu badala ya kujaribu kutaka kujua kusudi na hilo na kulishughulikia, unakuta anaingia katika madawa ya kulevya. Kuna watu najuaga hawalalani pasipo kumeza dawa. Kuna watu pasipo Piriton. Na Piriton umezoea kumeza, ulianza na kamoja. Sasa hivi unameza 3 ama 4. Ndipo upate nini? Sasa unaona hata kama umelala kama umemeza Piriton, si kwamba umetatua hiyo shida, si kweli? There's something wrong somewhere you need to deal with. Usiendelee kutumia madawa, maana yanakuharibu maisha yako na mwili wako. So don't try to run from it by getting into drugs. Ndio unakuta hata mtu mwingine unakuta kuna hali mtu anapitia church. Umeokoka ndio. Lakini saa nyingine pressure ikizidi sana, unakuta unapata kaglasi kamoja. Bwana asifiwe. Mbona mnacheka? Kuna watu akiona vimeumana sana, anaenda anajichangamsha na kaglasi kamoja. At least kuondoa loko. Wanasema kutoa loko kama. Wanatoa nini? Wanatoa loko. Kabisa na ameokoka, lakini anapopata hiyo pressure hana mahali pa kutazama Mungu, instead anaenda kunywa. Lakini hata ukienda kutoa lock na glasi utakunywa, lakini ukiamka kesho unahitaji tena ukatoe lock. Yaani hiyo lock haitokangi iko tu. Ni kwamba ukinywa inakudanganya unaona iko wazi. Ukiwasoma unakuta lock bado iko. Usinywe. Wengine unakuta kipressure kikizidi sana, unaweza kukuta kidogo anaenda ananua sport. Hapo unakuta anachilia mapofu. Hiyo mamoshi. Anatoa pressure. Please. That's a wrong way of dealing with pain ama changamoto unazopitia katika maisha. Usiende kuvuta vitu. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu lakini wao wako kanisani kweli. Halo. Kuna watu wao wengine wanavuta sigara na wako kanisani. Ati? Hawako. Wewe. Mimi nataka kuambia wako. Wengine na wajuanga mimi. Sikuambia maana za pastor, sikuambii. Na wengine hata nilipata kwa kona fulani atoa mkono. Kafeki. Maana kutarajia kukutana naye mahali ambapo mko azima nyumbani, watoto wako salama. Wako salama, kwa nini unaniuliza kwa swali mengi? Bwana Yesu asifiwe. That's a wrong way of dealing with pain. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakipitia hali ngumu katika maisha na mateso, mambo ya kuwafinyilia, unakuta mtu ameamua fanya nini? Wengine unakuta wana escape katika hiyo anaopitia, unakuta mtu anafanya exaggerate shopping.
Yaani anaenda ananunua vitu hata vingine havina maana. Ananunua mandazi, ananunua chapati. Badala ya kupika chapati nyumbani kwake, anaenda ananunua chapati za hotelini, alafu ananunua hapo bajia, alafu ananunua na viazi karai, alafu ananunua na nini? Yaani sambusa, yaani unakuta ngano kwanza zote ni ngano tu. Lakini there's something you have to deal with. Si shopping. Unaenda unajinunulia nguo ya blue, ya ngilini, ya blaka, ya blue, ya lady, yote hiyo. Unakuta, yani okay, there's something you have a problem. Si nguo. Hata si mavazi badilishe. Nimwambie Mungu nisaidie na maumivu haya. Maana nguo haibadilishi maumivu. Umesuka hii juzi, baada siku tatu unasema hata ile fundi ile saluni haikunishona vizuri. Unaenda kwa nyingine unabadilisha. Ulikuwa umepeleka west unaleta east. Design. You have a problem. Deal with that pain. Mwambie Mungu nina maumivu nisaidie. Lakini hapa hamna. Kuna watu wakiwa na stress hapo wanaenda shopping. Kuna mtu na kumkanga namjua. Kuna wakati alikuwa mpata stress ama pressure imekuwa nyingi. Afadhali aende hata kama ni hotelini akishe ameagiza kuku peke yake. Aswage na kama chips na kuku. Yaani aspendi. Akule kuku. Bwana asifiwe. Wakati wameenda karibuni hotelini wakajulia kuku wakakula. Wenyewe si hapo hujapeleki na mtu wewe mwenyewe. Kwa hivyo nyinyi msaidika hivi. Kama ni kwamba hamna pesa, si mseme. So unakuta anafanya vitu, unakuta mtu anakula too much. Anakula sana, yani anakula yogati, mara sijui ni nini. Mahindi ya kuchoma amepita pale sokoni hajachukua. Amepita kidogo njugu hizo. Kumbe kuna shida. Na unajua ukipakia hivyo pia weight inafanya nini? Inaongezeka. Kuna watu ambao wakiwa wana stress na pressure za maisha wananenepaga. Yani they eat too much. Wengine ni sugar mzee. Sukari, particle, tropicoli, bisikuti, kagulukoso. Mnaelewa? There's something troubling you. Usikule hizo mavitu. Mabuyu. Deal with pain. Mbona watu wanacheka? Hello? Are you there? Yes. Wewe pambana na kile kinachokupatia maumivu ama mwambie Mungu nipate kusudi la kile ninachopitia. Because utajihamu, utajiumiza. Umenyanyua mabu, alafu mabu unajua kinyanyua unaanza kuchumuka huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine utakuta wakiwa na hizo vitu vingine, unakuta wengine nao ndio wanakuwa kama kichwa kimeruka. Unakuta tamaa za mwili zinamsumbua. Kazi kutafuta visikati kama ndugu. Hataki sikati vipita. Wengine, some of these people were so much addicted na sex. Maana sote ni watu wazima hapa. Wengine ni kwamba wako na issues wana struggle nazo katika maisha. Na hawajayield kumwachilia Mungu awasaidie. Na instead ya kushughulikia anafuata wanawake. Kuna watu wamenyamaza. Bwana asifiwe. Hawatosheki, sema hawatosheki. Sijui anataka orange, sijui vanilla, sijui ni strawberry, hakuna kitu kama hicho. Ni akili yako. Okay, ya tatu. Don't hide from it. Nasikia. Okay, hiyo ya pili unaweza soma Zaburi 55 mstari wa 6 hadi 8. Zaburi 55 mstari wa 6 hadi 8. Hiyo point namba 2, usitoroke katika hiyo. Namba 3, usijifiche. Wengine unajua wanavaa barakoa. They wear mask. Sema wanavaa barakoa. Unajua umenotice kwamba mtu akivaa barakoa unless umekuja karibu naye unaweza kumpita na hata usijue ni Pastor Samora. Kwa sababu inabadilisha sama usura. Ukiangalia macho yake. Kumbe watu wanajulikana na mapua na mdomo. So kuna watu kwa kile wanachopitia wanavaa mask. Usivae mask. Sema sitavaa mask. Sema sitavaa mask. James 5:16.
wakati nasema kwamba kirini dhambi zenu kwa mmoja na mwingine ili mpone. James Yakobo mlango wa 5 mstari wa 16. Haya, nyingine ambayo ni njia mbaya ya kudili na maumivu na mateso unayopitia katika maisha, worrying over it. Yaani unakuwa na wasiwasi kila saa, ni kuyawaza tu, ni kuwaza tu. Hakuna chochote unaweza kufanya. Kama ni biashara, kazi, huwezi kufanya. Kazi tu ni kufikiria. You know, playing the pain over and over. You know, worry is playing. Yaani ule wasiwasi ni kama ambaye ni kile kitu ni kama unakiregelea, ukikiregelea na ukikiregelea na ukiregelea. Kwa hivyo wasiwasi mwingi hautakusaidia, mawazo mengi hatakusaidia. In fact yatafanya ile shida ionekane iko juu zaidi ya kile unachokipitia. So don't worry about it. Wakolosai mlango wa 3, Colossians. Nakupa maandiko kwa sababu ya muda, utasoma mwenyewe nyumbani. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 2 hadi wa 3. Wakolosai, Colossians chapter 3 verse 2 to 3 inasema, set your eyes to the things that are above. Weka macho yako kwa vitu ambavyo viko juu, si vitu ambavyo viko chini. Lazima macho yako yatazame kile ambacho Mungu amekiachilia. Ya 5, becoming bitter about it. Unakuwa na uchungu sana kwa ajili ya kile unachopitia. Unaanza kuchukia watu kwa sababu wao unaona wapitia leo unapitia. Please, wacha kuchukia watu na kuhandle rough watu kwa sababu kile unapitia wewe wao hawajakipitia ama wakipitia. Do not be bitter because of your pain. Sikiza, that bitterness can make you more better or more bitter. Kwa hivyo tafadhali mwambie Mungu akusaidia kwamba usiendelee kuweka uchungu ndani ya moyo wako kwa ajili ya yale mambo unapitia. Mwambie Mungu akusaidie ili ya kwamba ukapate uponyaji. Na malizia na kusema hivi, if your pain has got no purpose, it becomes very difficult to handle it. Wakati kile unachopitia ukielewi na hakuna kusudi katika hicho, inakuwa ni vigumu sana kusimama na kuweza kuhandle such a thing. Lakini ukianza kujua kwamba kusudi Mungu ameruhusu mambo haya, kuna vitu Mungu anashughulikia, ama kuna vitu Mungu anavyonifundisha kupitia hiki, basi utaweza kuhandle hilo pain na hautaweza kukata tamaa ama kuvunjika moyo, kwa sababu Mungu anajua maumivu yako. Ukisoma kitabu cha Kutoka mlango wa 3 mstari wa 7, Exodus chapter 3 verse 7, Mungu anasema, ninajua maumivu yenu, nimeyaona mateso yenu, na nimeshuka kutoka mbinguni kuja kuwaokoa. I want to say that God knows your pain. God sees your trouble. God sees your hardship. Mungu anaona, si kwamba yuko kipofu. God is concerned and God is coming to help you. So kupitia hili neno siku ya leo, naamini ya kwamba kuna vitu Mungu amezungumza na wewe, ya kwamba Mungu yuko karibu na wale wamevunjika moyo. Amen. Kama unaumia moyo wako, umepitia kipindi kigumu, umeumizwa na watu, ni wakati wa kumwambia Mungu, nisaidie kupitia maumivu haya, nikujue wewe zaidi na nisonge karibu na wewe. Usiruhusu maumivu yako ya kuondoe mbali na Mungu. Usiruhusu mtazamo wako wa kimungu uondolewe kwa ajili ya machungu na mateso unayopitia. Let your focus be on God. Ona Mungu akiwa mkubwa. Interpret shida zako na mateso yako kutoka kwa mtazamo wa Mungu, na utakuta kwamba Mungu atakupatia nguvu na maumivu yako hayatakumaliza, bali Mungu atayatumia kwa utukufu wake. So I want to pray. Nataka kuomba kwa ajili ya wale ambao wako katika social media tunapomalizia, that God will use your pain so that it could be your gain. Ya kwamba hautamalizika na kuvunjika moyo kwa ajili ya yale maumivu. It's possible you don't know why you are suffering. You don't know why God has allowed those things to pass in your life. But I want to tell you that every pain has got a purpose. Kuna sababu ya kile unachopitia, si bure. Pengine leo hujui, lakini kuna wakati utaelewa. Don't let your pain be wasted. Do not waste your pain. Umepitia mambo mengi muda wote, umeteseka miaka yote. Usiruhusu tu iwe ni bure kuteseka kwako. Usiruhusu iwe ni bure maumivu uliyopitia. Mwambie Mungu akusaidie, that God will use your pain
that God will use that pain as a tool to lift you up and to take you to another dimension. I want to pray for you. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wote ambao wamekuwa wakitazama. Nakushukuru kwa maana unakusudi na kila wanachokipitia. Inawezekana hawaelewi ni kwa nini, lakini naomba Mungu uwapatie kusudi, uwapatie sababu kwa nini wanapitia yale wanapitia, na mtazamo na nguvu zao ziwe katika neno lako, maana Mungu hutawaacha. Unawapenda na unawajali, whether ni katika familia zao, kwenye ndoa zao, ama iwe ni katika eneo lolote. I speak the blessing over your life. May the peace of God come over you. May the Lord encourage you. May God use your pain to become your gain. May God make you to see what He's seeing through your pain. May God make you to see what He's seeing through your suffering. May God make you to see what He's seeing in the midst of every discouraging moment in your life. I pray for you. May God bless you. May the Lord lift you up. Pengine hujapeana maisha yako kwa Yesu. You not given your life to Christ. You want Christ in your heart. Maana haya yote unayopitia, maumivu pasipo Yesu, inakuwa ni vigumu. It is Jesus who is the reason for everything in our lives. Yeye ndo anatupatia tumaini la kukaa katika yeye. Mwambie Yesu, njoo moyoni mwangu, nibadilishe maisha yangu. Nimetenda dhambi, siwezi pasipo wewe. Maumivu haya siyawezi. Nipe nguvu Yesu, kuanzia leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mungu akubariki. Umepeana moyo wako, mpende na umtumikie na ukaishi maisha matakatifu. You can see my videos. Kuna video zangu katika YouTube, Pastor Samora Kitengi. Unaweza kuwatch, unaweza kudownload, unaweza kucomment. May God bless you. My name is Pastor Samora Kitengi, Abundant Life Center, Taveta, Kenya. Shalom. I love you. Until we meet next time on Thursday at 8 p.m. saa 2 jioni siku ya Alhamisi. Mungu akubariki sana.